Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baada ya kuthibitisha kwenye imani ya Kishia ya kwamba Qur'ani tulionayo imechakachuliwa kwa mujibu wa kitabu cha aqida cha Kishia kiitwacho Maalimul Aqida ukurasa 45, na tukaongezea msisitizo katika imani ya Kishia inavyoamini Qur'ani imechakachuliwa kupitia kitabu cha Kishia kiitwacho Al-Istighatha 92 ukurasa, walipoonyesha kwenye ukurasa huo makubaliano ya mashia walimzao na usiokuwa walimzao, kuonyesha imani ya Kishia nasema, mafundisho ya Kishia nasema katika makubaliano yao ya kwamba Qur'ani hii tuliona imechakachuliwa. Baada ya kuthibitisha hivyo, amekuja mshaitwa Abu Muhammad kutaka kupindua mada hii kwa maneno haya, msikilize. Sasa ulichokinukuu wewe ni hiki ulipoanzia wewe: مع إجماع أهل القبلة والآثار من الخاص والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هو القرآن كله، وإنه قد ذاب من القرآن ما ليس هو في أيدي الناس. Hapa ukishiria hapa una matatizo huku juu, huku kazungumza nini wala kilichofuatia ni kitu gani? Hili ndio tatizo lako shaushaka. Na mara nyingi nakwambia hata kwenye baadhi ya mijadala tunakutana na grupu hayo, na kunasihi sana, una kawaida hii sana, yani unadokoa kitu tu, wewe unadonoa tu kisha unawekea watu kwamba hii ndio imani ya Mashia. Kama ulivyomsikia anasema unadokoa na kudonoa. Sasa twende kwenye kitabu cha Kishia kiitwacho Rasailu fi Dirayatil Hadithi mjeledi wa kwanza ukurasa 142. Je, na Mashia walioruhusu hadithi ikiwa ni ndefu unaweza ukachukua kipengele katikati kwa kuzingatia tu masharti ya kwamba kipengele hicho unachokichukua kisipishane maelezo yaliyo kabla yake na maelezo yatakayokuja baada yake. Je, walioruhusu hivyo katika hao Mashia watakuwa nao wanaitwa wamedokoa, wanaruhusu kudonoa? Au ni mshaitwa Abu Muhammad hajui vitabu vya Kishia vinamwelekeza nini, na inawezekana labda ni maslahi yamemsukuma kusema hivyo na akaacha uhalisia wa vitabu? Hapo tunukuu maelezo haya yanavyosema ya kwamba wajawazahu akharuna mutlaqan, kuhusu kuchukua sentensi fupi na ukaacha sentensi zingine kwa kuchunga tu sentensi hiyo isipishane na maelezo yaliyo kabla yake na maelezo yake baada yake. Wamejuzisha hivyo Mashia kwa hali yoyote ile, wa huwa al-asahhu, na taarifa hiyo ndio sahihi, kauli hiyo ndio sahihi. Unaweza ukachukua sentensi ambayo ilikuwa ndefu ukachukua ufupi wa sentensi ambapo hauwezi kudhuru maana yaliyo nyuma yake na hauwezi kupishana na maana ya mbele yake. Ikiwezekana hivyo, inafaa kuipunguza ama kuchukua kipengele hicho na kusimamishia hoja. Na anasema hiyo ndio kauli sahihi, liman arafa adama taalluqi almatruqi bilmarwi wa taqtu'u almusannif alhadith fihi aqrabu ila aljawaz. Kuipunguza, kuikata hadithi ilikuwa ndefu kachukua kipengele kifupi, wanasema hilo jambo liko ukaribu zaidi na kufaa. Wanasema hivi ni Mashia kwenye kitabu chao hiki Rasailu fi Dirayatil Hadithi mjeledi wa kwanza 142. Hasa mshaitwa Abu Muhammad Shaushaba alichokichukua kwenye kitabu hiki cha Kishia kitwacho Al-Istighatha tu, kwa mujibu wa anwani, ukirejea juu ya kitabu hiki, na tutamwomba kameramini atuweke mwanzo wa sentensi ambapo ni ukurasa wa 88, alisema fima abda'ahu athalithu minhum, kila ambacho walichokizua yule mtu watatu, minhum, miongoni mwao. Anayekusudiwa watatu hapa ni Uthmani, ya kwamba eti katika waliofanya uzushi anadaiwa kwanza ni Abubakari, wa pili eti anadaiwa ni Omari, eti watatu anadaiwa ni Uthmani. Hasa katika minha, maana katika haya anayedaiwa ilizushwa eti na huyo Uthmani, akaenda katika ukurasa sasa wa 91 ambapo ndo sentensi ilipoanzia sasa mpaka kwenda 92 Shaushaba aliposimamishia, akasema minha hadha almushafu alladhi fi aidi nasi, huu msahafu ambao uko katika mikono ya watu, ambapo ni ukurasa wa 91. Ukienda sasa mpaka ukurasa wa 92 ndo sentensi Shaushaba aliyokuwa ameinukuu iliyosema ma ijma'i ahli alqiblati wal athar min alkhas wal am anna hadha alladhi fi aidi an-nas min alquran laysa huwa alquran kulluhu,
kwamba ijma imepatikana kwa mashia, kwa wale wanaochuoni wa kishia na wasiokuwa wanaochuoni wa kishia. Katika hao mashia wenyewe kudai ya kwamba makubaliano yao Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Hasa mshewi itwaye Abu Muhammad, ikiwa wewe sasa utakuja kielimu ilikuwa useme sentensi ulionukuu kwa ufupi inapishana na maelezo ya huku nyuma au inapishana na maelezo ya huku mbele, ndio ulikuwa unataka ufanye hivyo ili kumkososha bakakosea wapi. Lakini kitendo cha kuchukua sentensi fupi ambapo sentensi hiyo haiwezi kuharibu maana iliyo nyuma yake wala na maana atakaye kuja mbele yake, kwa mujibu wa kitabu nilichokuletea mbele yako cha kishia inafaa. Hasa unamkosoaje Shaushaba kwenye eneo la vitabu vya kishia mnasema kwamba inafaa kuchukua sentensi fupi ndani ya mtiririko wa sentensi ndefu, ikiwa ile sentensi fupi tu italindwa na itahifadhiwa kuto kuharibu maana iliyo kabla yake na maana atakaye kuja baada yake. Hii ni kuonyesha umesukumwa ima na mihemuko au kuchunguza maslahi yanayokuzunguka na ukaacha kuangalia halisia vitabu vya kusema vipi. Na akasema tena haya yafuatayo, mtu msikilize tena. Huyu mwandishi akawa anasema Uthmani kupitisha nuskha moja na nyingine zikawa hazipo, inawezekana katika zile ambazo hazipo kulikuwa na ziada ambayo kwenye Qur'ani hii hakuna. Yaani kuna kitu kilichokuwa kilizidi kule kwenye Qur'ani hii hakuna. Na ndio maana akaikataa. Kwa sababu laiti ingelikuwa iko sawa sawa na hii asingeikataa. Kwani kuna faida gani, kuna hasara gani nusukha ile na nusukha ile? Alimuhimu Qur'ani ni moja, ikawa ile ni sawa na hii ni sawa, watu wakasoma. Kulikuwa kuna hasara gani? Ikiwa kwa maelezo haya unayezungumza ya kwamba eti Uthmani alikataa masafu zingine, nakala zingine, na ukadai katika maelezo yako ikiwa alikataa kulikuwa na utofauti gani kati ya nakala hizo alizozikataa na nakala hii, na ukadai basi hiyo ndio inaonyesha ya kwamba kuna Qur'ani aliyekataa. Je, kwa akili hiyo uliyekuja nayo inayokubalika katika dini ya Ushia na inayepingana na Uislamu, hasa hamuoni nyinyi mashia mnatumia nakala ya Qur'ani hii tulionayo ya Uthmani kwa madai yenu, mnadai ya kwamba ina mapungufu? Kwa sababu Uthmani kwa madai yenu kwenye kitabu hiki Al-Istighatha tu katika ukurasa wa 92 maneno nilipoashiria na rangi hapo chini, wa hadha mimma laikahu ma qulnahu annahu kana fi tilka al-mushaf shay'un min al-Qur'ani kariyahu Uthman fa asalahu min aidi nasi. Kwa maelezo haya sasa ndio kile kinachothibitisha kwenye imani ya kishia kwamba Qur'ani hii tulionayo imechakachuliwa, ndio mashafu ambayo iliandikwa na Uthmani. Hasa je, zile ibada zenu, zile swala zenu, zile hija zenu, hicho mnachokifanya eti nyinyi mashia mnaenda huko Karbala, sio mnafanyaje huku na kule, ambapo mfumo wa mazingira yenu mnadai mnaishi kupitia msimamo wa Qur'ani iliyopita kwa Uthmani na ndio nakala iliyoko mikononi mwa watu hivi sasa. Zinakuwaje hizo ibada zote ziwa na uswahihi na usalama ikiwa Qur'ani inaendesha ibada hizo mnadai imepita kwa mtu ambaye amewaletea Qur'ani nusu, amewaletea Qur'ani ambaye haiko sawa, ambaye ni Uthmani? Nyinyi mashia, Mungu ambeni wafuasi zenu, acheni kuwadanganya. Lakini cha kushangaza zaidi na cha kustaajabisha, nenda kwenye kitabu hiki cha kishia kiitwacho Awailul Makalat katika ukurasa 48. Katika mashia wamekubaliana, ukishuka mpaka ukurasa wa 49 anakuambia wattafaqu ala anna al-a'immata ad-dalali khalafu fi kathiri min ta'alifi al-Qur'ani wa adalu fihi an mujabi at-tanzili wa sunnati an-nabiy, kwamba eti hao viongozi waliopotea wanadaiwa eti Uthmani kapotea kwa madai ya akili za kishia, na hao Abubakar na hao Omar wanadai wamepotea kwa akili zao hizo. Wanasema hao wamekubaliana mashia kwa mujibu wao, hao viongozi wanadai wamepotea akiwepo Uthmani, na ambapo msafu tunaotumia hivi sasa mikononi ni katika nakala ya Uthmani, na ndio hii tumeisikia hivi karibuni inadaiwa ina mapungufu kwa mujibu wa mashia wanavyosema kwamba hao maimamu wanadaiwa hivyo khalafu fi kathiri min ta'alifi al-Qur'ani, wamesaliti sehemu kubwa ya Qur'ani wakaifanyia ukhalifu, wakaikhalifu, wa adalu fihi, na wakakengeuka na uhalisia ulikuwa unatakiwa katika Mungu anavyotaka katika uteremshwaji wake. Hasa kwa akili hiyo na makubaliano yenu haya nyinyi mashia,
Hasa inakuwaje Qur'ani iliyopita kwa mnayedai ni watu waliopotea akiwepo huyo Uthmani au Abubakar au Omari, after na leo mnatumia Qur'ani hiyo hiyo iliyopita kwa Uthmani mnayedai ni mtu mpotevu? Lakini pia kwenye kitabu ambacho nimekuletea hapo juu kiitwacho Al-Istighathatu katika ukurasa wa 88 alipokuwa ameanza kuizungumzia topic inasema fima abda'ahu thalithu, katika yale ambayo ameyazusha huyo watatu akidaiwa ni Uthmani kwamba na yeye ni mtu wa kufanya bid'a za kuzusha. Ukienda katika ukurasa huu wa 88 afu nenda shuka kabisa katika kitabu cha Kishia kiitwacho Awailul Makalat, nenda katika ukurasa wa 51, Mashia walichokubaliana ya kwamba watafakatil imamiyatu, Mashia wanaitwa imamia, ndio hawa ambao tuko nao nchini Tanzania na sehemu zingine, ndio kundi ambalo linaonekana liko kubwa zaidi hapa, wakiwepo kina Jalana wengine, wamekubaliana Mashia hao wanaitwa imamia ala anna ashabal bid'ah, kwamba watu wanayefanya bid'a kullahum wote kufaru, ni makafiri. Hasa kwa mujibu wa kitabu cha kutangulizia hapo juu kwamba Uthman katika waliofanya bid'a, kwa maana ni watu wa bid'a kwa mujibu wao, lakini bado walimuita kwamba ni watu wapotevu, katika hata huyo Uthman ni mpotevu. Makubaliano ya Mashia ni kwamba watu wanaofanya bid'a ni makafiri. Hasa Uthmani Mashia mnadai ni kafiri kwa mujibu wa mantiki hii. Swali, mnawezaje kutumia Qur'ani iliyoandikwa na Uthmani mkaendeshe ibada zenu, swala, hija, ibada za mnazodai kwamba sijui za Karbala, sijui za nini, wakati Qur'ani hiyo mnapodai nyinyi Mashia imepita kwa kafiri ambaye mnadai ni Uthmani, kwa sababu mnadai watu wa bid'a nyinyi ni makafiri, na katika hao mnadai waliofanya bid'a pia ni nani? Ni Uthmani, kwa mujibu wa kitabu nilichokuletea mbele yako kiitwacho Al-Istighathatu 92 katika ukurasa wa katika ukurasa wa 88. Kitabu hicho Al-Istighathatu ukurasa 88 anasema fima abda'ahu thalithu. Hasa inakuwaje hizi ibada zenu zionekane zina usalama kama hamuabudishi watu matango pori na uongo na kuwalisha vitu ambavyo hawana uhakika kwenda kuvipata kwa Mungu, kupata thawabu au kupata midhambi? Kwa nini hamuambii mnaabudu kupitia kitabu kilichopita kwa huyo mnayemdai ni kafiri Uthmani? Au mnaabudu kupitia kitabu ambacho Uthmani alikataa na kala fulani zilikuwa na Qur'ani nyingine, baada yake kawa hii Qur'ani ya Uthmani na mapungufu kwa sababu alikataa na kala fulani? Kwa nini hamuambii watu wenu haya, na wakati ndio ijmai ya Mashia? Nyinyi Mashia kwa mujibu wa kitabu Al-Istighatha 92 alivyosema ukurasa pale, kwa maelezo haya aliyeruhusu akili kuwa huru atajithibitishia kwamba Mashia wanawaabudisha watu vitu ambavyo hawana uhakika navyo kwa Mungu kwenda kulipwa thawabu yoyote, kwa sababu Qur'ani inaendesha ibada hizo ndio hii inadaiwa imepita katika mikono ya kafiri kwa mujibu wao, kwamba Abubakari, Umar, Uthmani ni watu waliofanya bid'a kwa maelezo yao kwa mujibu wa kitabu Al-Istighatha 88 ukurasa. Ukishuka katika kitabu Awalul Maqalat katika ukurasa wa 51 anakuambia Mashia wamekubaliana watu wote waliokuwa ni watu wa bid'a basi hao ni makafiri. Hasa katika hao mtakaodai waliofanya bid'a ni makafiri Uthmani kwa jinsi madai yenu, sasa vipi mnaabudu kupitia Qur'ani iliyopita kwa kafiri kwa madai yenu nyewe mnayedai? Kama aliweka ukafiri wake ndani ya hicho kitabu cha Qur'ani kwa madai yenu mnavyosema nyinyi Mashia, maibada yenu yanakuwaje yao sahihi ikiwa Qur'ani imeandikwa na imepita katika mikono kwa mtu ambaye mnadai ni kafiri? Allah waongozeni na wapeni tafakuri kuangalia hoja na wala msimwangalie aliyekuleteni maandiko haya na kukusomeni. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.